Vodacom, kazi ni kwako. Poplan Herbal Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Jana ilikuwa birthday yako, hongera kwanza. Si jana, ilikuwa juzi. Tunashukuru sana. Nimeongeza mwaka mwingine mmoja. Imekuwa mingapi sasa hivi? Imekuwa kadhaa, lakini imesababisha nimekuwa kidogo ni mtu ambaye nina confident na nimekuwa humble zaidi. Umeelewa vizuri, kwa sababu sometimes unajua unakuwa una struggle kufika pale, na unapofika una kabisa kwamba wow, it was a beautiful struggle. Kwenye safari yako kwa ujumla, nini kigumu na nini chepesi umeviona? Well, inakuwa ngumu kama promoter wa nje kumlipisha msanii asafiri kama na bendi yake na watu wake. Kwa unajikuta mtu anasafiri kule na kukutana na watu wengine kule ambao hauna hata chemistry nao, inabidi ufanye nao kazi. Umeelewa? Lakini nilichogundua ni kitu kimoja tu. Msanii unahitaji tu kuwa too powerful, au more powerful to some point that promoter mwenyewe anakuwa anabisa kwamba okay, hapa naweza kaekeza langu, I can put my money here, kwa sababu at the end of the day huyu ni mtu ana deserve hiki kitu. Takupa mfano mdogo. Unaona kwa mfano Diamond anasafiri na nje, anasafiri na dancers wake. Hamna msanii mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo. Umeelewa vizuri? Na kuna muda kana nafikiria kwamba amewezaje kujibrand hivyo. Kwamba promoter unajua kama kuna nani, kuna madansa, kuna manager na nini? Najua. Na imeshakuwa kitu cha kawaida. Haikuwahi kuwa rahisi namna hiyo. Mapromoter nje huwa wanaweza kuafford kumlipia mtu nauli, mtu mmoja, mwingine awe msanii pia ambaye anaenda kuperform. Umeelewa vizuri? Hawezi kulipeti mtu na mtu wake backing au DJ yakuwa hawezi. Kwa hiyo nilichojifunza ni kwamba ni kuhakikisha mtu anakuwa msanii una nguvu na unaweza call the shots. Kwa msanii wa hip hop Tanzania. Yeah. Na kwa safari yako yote ambayo umeifanya. Ndio. Hip hop imekuwa ni kitu ambacho kinakuleta chakula mezani na kufanya maisha yako yaende. Kabisa, na imekuwa hivyo kitambo na haijawahi kubadilika. Huwa nasema kwamba hip hop saved my life. Naposema hivyo namaanisha kwamba I would have been somewhere now, labda jela au wapi. Kutoka unajua tumepitia zile zote ABC, tunaambiwa na wazee ABC hivi, ambao nikimaanisha kwamba avoid bad company. Tumepitia kokote. Umeelewa vizuri? Magenge ya miadarati, magenge ya uhuni, vitu vingi tumepitia, lakini muda mwingine unakuta kwamba ukisikiza muziki unakuwa unapata hisia tofauti, unajisikia kwamba wewe ni mtu ambaye una kitu ambacho unahitaji kushare na jamii. Kwa hiyo unakuwa unachukua muda wako wa kufikiria. Wazungu wanasema kama take time to think, it is the source of power. Unatenga muda wa kufikiria, sababu huko kuna vyanzo vya nguvu. Kwa hiyo unakuwa unafikiria, unajifikiria wewe, kiasi kwamba unapata tafsiri kamili ya neno being, kwamba kuwa na sense of who you are. Umeelewa? Kujijua, kujitambua wewe ni nani. Kitu ambacho na uhakika watu wengi wanaangalia hapa, ukimwambia kwamba anajijua yeye nani, wengi wamejisahau. Umeelewa? Kwa hiyo inakupa hiyo moment unakuwa unaanza kujua vitu kama hivyo. Hicho ni kitu powerful sana na kinakuepusha na vitu vingi. Unaweza kujua vitu vingi, then you start seeing things vividly and stuff like that. At the end of the day unakuwa unasimama. Huwa naalikwa vioni naenda kuongea na huwa nakutana na wanafunzi wanaenjoy. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo huwa najiona kabisa kwamba nilipaswa kuwa mali ya chuoni, lakini niko mtaani. Ndio maana wanajiita professor chuo kikuu cha ghetto. Nikimaanisha kwamba nafundisha watu ambao walikwepa umande, ukungu wa asubuhi na vitu kama hivyo, ili wasipate elimu. Wanakutana nayo kwa kupitia muziki wangu, kwa kupitia fafanuzi zangu tofauti, dictionary na mengineyo mengi. Kuna ripoti moja niliona kutoka South Africa. Nikupe hongera nyingine kwa sababu wewe ni moja kati ya marapa ambao umeingia kwenye listi ya marapa wakali Afrika. Wao wana video zinazoonekana BET, MTV, Channel O, Trace, Hip TV na kwingineko. Mimi sina hata moja. Video yangu ya mwisho kuonekana hivyo kwa mwaka 2006. I am professional. Kwa hiyo ni bahati iliyoje. Kwa hiyo amenifanyia favor. Siku deserve. Umeelewa? Lakini ninachotaka kusema ni kwamba either way zinahitajika video nyingi nzuri zifike kule. Lakini production wise, masuala ya michano na nini, nadhani namba moja inakuwa soon. Una mkakati gani soon kusogeza video zako mbele? Mkakati soon ni kufanya tu video nzuri zenye viwango ambazo ndo zinafuatia hivi sasa. Unapozungumzia soon tuhesabu miezi, wiki? Tunaongelea wiki kadhaa tu. Wiki kadhaa. Tutatoa ukimya. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila story za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram. facebook.com, twitter.com pamoja na instagram.com/millardayo. Usisahau pia kutembelea millardayo.com kwa story mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania. Zote unazozitaka ziko TZA, millardayo.com na Ayo TV. Ayo TV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea Ayo TV.